Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan apokea ripoti ya tume ya Jaji Othman Chande na akiahidi kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa, ikiwemo kuunda chombo maalum kwa ajili ya kutambua waliopanga, kuratibu na ufadhili matukio ya vurugu zilizojitokeza. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya yateketeza kilo 166.71 za mirungi zilizokamatwa mnamo Februari 17 mwaka huu wilayani Igunga mkoani Tabora. Umoja wa Ulaya watangaza msaada wa fedha kwa ajili ya kuwahudumia watu wanaoishi kwenye maeneo yenye migogoro ikiwemo Afrika Magharibi na Afrika ya Kati. Na katika michezo, nyota 27 wa timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 20 waitwa tayari kuingia kambini kuiwinda timu ya taifa ya Cameroon, mchezo wa kuwania kufuzu kombe la dunia. Na moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam, hii ni Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, na sasa umetimwa saa kukuletea taarifa yetu habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Hamisi Mkoti ya rubani wako, na kualika tusafiri pamoja katika mwendo takriban saa moja ya habari za kitaifa na kimataifa, na mwisho tutahitimisha habari yetu kwa habari za michezo na burudani. Kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Onesta Molel akiendelea kukuhabarisha namna hiyo. Mtazamaji, kama ilivyo ada, tunaanza na habari za kitaifa na moja kwa moja tunaianza safari yetu ya kihabari hapa jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya uhalifu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana, huku akiahidi kuunda chombo maalum cha upelelezi ili kutambua waliopanga, kuratibu, kufadhili matukio yaliyotokea na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali za umma pamoja na binafsi. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Kuwakumbuka na kutoa heshima kwa waliotangulia mbele ya haki, ninaomba tusimame kwa dakika moja. Tumuombe Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Kila mtu kwa imani yake. Amen. Katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipozungumza wakati wa kupokea ripoti, ambapo ameipongeza tume na kutoa ahadi ya kufanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa na tume hiyo, ikiwemo kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi. Ni serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia ambao bado wanahitaji matibabu. Vile vile itagharamia vifaa saidizi na viungo bandia kwa waliopata ulemavu wa kudumu ili waweze kuyamudu mazingira yao ya kila siku. Natambua, na kama ilivyosemwa hapa, kwamba wapo wafanyabiashara ndogo ndogo ambao kwa uwezo wao hawawezi kuingia bima kubwa za kuweza kuwalipa. Basi nao tutaangalia hasara walioipata na kuangalia faraja tutakayoweza kuwafariji. Mheshimiwa Rais Daktari Samia pia ametumia hotuba yake hiyo kuwahimiza Watanzania kuendelea kuungana ili kuilinda amani iliyopo nchini na kuonya kuwa amani ikitoweka, kuirudisha sio jambo jepesi. Na wasihi wa Tanzania wenzangu, tutambue kuwa ni rahisi kupoteza amani, lakini si rahisi kuirejesha. Ni rahisi kuibomoa nchi, lakini ni vigumu kuijenga upya.
Hapa nataka sote tufahamu kuwa hatima ya Tanzania ipo mikononi mwa Watanzania wenyewe. Nguvu ya ushawishi wa makundi ya nje inasaidia kuvunja amani, kuvuruga usalama na kubomoa nchi. Lakini kurudisha amani na usalama na kuijenga upya nchi yetu hufanyika kwa misaada yenye masharti magumu ya kisiasa, kiuchumi na kibiashara. Kwa hiyo tuwe makini kwamba Watanzania ndio wajenga Tanzania. Tunapoibomoa. Kwa hiyo kuhusu maridhiano na katiba mpya, tume imebaini yafuatayo: mosi, matukio ya Oktoba 23 pamoja na changamoto ambazo zimekuwapo kwa muda mrefu vimesababisha nyufa na majeraha kwa taifa. Hivyo maridhiano na muafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha na kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Ripoti ile ni ripoti nzuri sana na inaweza ikawa ndio nukta ya kwanza ya kuweza kurudisha umoja, mshikamano na umoja wa kitaifa baina yetu. Ni uponyaji kwa taifa kwa sababu masuala yalikuwa ni mengi, watu wakitajaribu kuhoji kwamba kuna mambo mabaya yametokea, miili haipatikani ya watu na mambo mengine. Mimi nimeipokea kwa furaha, nimeipokea kwa amani kabisa, na nadhani hata wale waliokuwa na mashaka na tume hii sasa mashaka yao yatakuwa yameondoka, unless tunakubaliana kubishana tu, kwa sababu ubishi labda utakuwa ni jadi yako. Tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi ilianzishwa rasmi na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mnamo Novemba 18 mwaka 2025 na kuanza kufanya kazi rasmi Novemba 20, ikitumia takribani siku 153 kukamilisha uchunguzi wake. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Ikulu hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10. Naam, asante sana Kisa Mwipiana kwa taarifa hiyo. Pamoja na kuhudhuriwa na makundi mbalimbali ya kijamii lilipofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, tukio hilo limeshuhudiwa na mamilioni ya watu duniani kupitia matangazo ya moja kwa moja yaliyorushwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Kipekee kamera ya Channel 10 imefika katika maeneo tofauti hapa nchini ikiwemo jijini Dar es Salaam na kushuhudia Watanzania wakiwa katika maeneo mbalimbali wakifuatilia uwasilishwaji wa ripoti hiyo. Ikumbukwe kuwa tume ya uchunguzi imetoa mapendekezo mbalimbali kwa serikali ikiwemo kutenga siku ya maombolezo ya kitaifa kwa ajili ya kuwakumbuka Watanzania waliofariki dunia kwenye vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni pamoja na serikali kuweka utaratibu kwa waliopata majeraha kupata usaidizi ikiwemo viungo bandia kwa gharama za serikali, na iweke mkakati wa kutoa huduma za kisaikolojia katika maeneo yaliyoathirika. Channel 10 imezungumza na baadhi ya Watanzania ambao walikuwa wakifuatilia uwasilishwaji huo wakiwa maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam. Weledi ndani yake, ripoti ile inaonyesha kabisa mapungufu yaliyotokea kutokana kwa watendaji. Bila kumung'unya maneno, jaji ameonyesha yale ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi ili kwenda mbele katika hali ya utulivu katika nchi. Kwa hiyo hayo ni yanaonyesha umuhimu wa kuwepo na watu ambao wana uwezo, akiwa mtu wa aina yake pia. Kwanza ni amejitahidi kueleza kile ambacho wamekiona na kile ambacho uchunguzi umedhibitisha. Ni ripoti ambayo ilisubiriwa kwa muda mrefu kujibu masuala kadhaa ya kimsingi ambayo yalikuwa yanaendelea, na mengi yamebainishwa, na hasa tukiangalia vile alivyoviita vyanzo vya tatizo. Hao ni wananchi na wachambuzi mbalimbali, lakini hata hivyo Channel 10 imezungumza pia na wanahabari waandamizi ambao pia wamezungumzia ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa ripoti ile, jinsi ambavyo ameisoma na jinsi ambavyo amezifanyia kazi hadidu rejea za Mheshimiwa Rais ambazo ilikabidhiwa tume, kwa kweli imekuwa ni hotuba moja ya kuliunganisha taifa, na imetoa majawabu mengi ambayo nadhani tukiwa pamoja tukafanyia kazi
yale ambayo yamependekezwa na ile tume na yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema, nafikiri tunaweza tukaenda kwenye nchi ambayo itakuwa imejiponya kwenye hii changamoto ambayo tulipitia. Tuhakikishe kwamba tunaitumia ripoti hii kuliponya taifa letu na kusonga mbele. Rais ameonyesha na amekuja na mapendekezo mengi mazuri tu ambayo yanaonyesha kwamba anataka taifa lisonge mbele. Yapo ya uwajibikaji, yapo ya kuliponya taifa, yapo ya michakato ya kuboresha mambo mengi ambayo aliyaelekeza tume, na amesema serikali yake inaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kama mmoja wa Tanzania, kama Mtanzania ambaye sina nchi nyingine zaidi ya Tanzania ambayo naipenda, ningependa kuendelea kusisitiza yale aliyosema rais kwamba tutumie kuhakikisha yale yaliyofanyika Oktoba 29 hayajirudii, na kamwe tusikubali kushawishika kuliingiza taifa letu kwenye mambo ambayo yataligawanya taifa. Naam, ni Mgaya Kingoba, mhariri kutoka gazeti la Habari Leo, akikamilisha safu ya wachambuzi na katika kutoa maoni baada ya ripoti hiyo kuwasilishwa kwa Mheshimiwa Rais. Naam, baada ya kupata taarifa mbalimbali yakiwemo maoni kuhusiana na ripoti ya tume ya Jaji Chande, hapa studio tunaye mbunge wa Ikungi Magharibi Elibariki Emmanuel Kingu. Pamoja nami tutajadili kwa kifupi kuhusu ripoti hii. Kingu, karibu sana katika studio zetu za Channel 10. Nakushukuru sana. Naam, sasa tuanzie hapa. Ripoti hii ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana na Watanzania waliokuwa wengi. Binafsi yako umeipokeaje ripoti? Je, unadhani ripoti imetoa mwanga katika kile kilichokuwa kinaonekana kama vile taifa limegubikwa na giza baada ya matukio ya Oktoba 29? Kwanza nikushukuru sana kaka yangu Mkotia kwa heshima mlionipa ya kufikiri kwamba naweza nikawa na sehemu ya kuwa na mchango katika hichi ambacho kimetokea leo. Kwanza tuanze na uhalali. Uhalali, la kwanza ni uhalali wa kisheria. Maana tumekuwa kuna maswali watu wengi wanajiuliza kwa nini hii tume. La kwanza linalobeba uhalali wa tume hii ni ule uhalali wa kisheria ambao tume hii iliundwa kwa mujibu wa ile sheria yetu ya Commission of Inquiry Chapter 32 ya mwaka 2002 na marekebisho yake yaliyofuata. Kwa hiyo la kwanza kimsingi, tume hii iliundwa kwa mujibu wa sheria za nchi ambazo bunge lilitunga na ziko katika implementation, katika utekelezaji katika taifa letu. Lakini sasa nije katika swali lako la msingi, nimeifuatilia ripoti ya tume kuanzia mwanzo wakati imeanza kusomwa mpaka mwisho. Kwa kweli kimsingi nikiri kwa dhati ya moyo wangu kwa kile ambacho Watanzania walikuwa wanakisubiria kujua ukweli wa nini kimetokea katika matukio ya Oktoba 29. Nikiri kwamba kwa kiwango kikubwa tume imekuja na majibu ya nini kilijiri, na taifa sasa limepata picha halisi nini kilijiri, na sasa wametoa pia mapendekezo nini kifuate katika kuhakikisha kwamba taifa letu linarudi kuwa moja, tuendelee kuwa na mshikamano katika nchi. Kwa hiyo kwa kweli tume wamefanya kazi kubwa ya kizalendo. Na ripoti ya Jaji Chande imetoa mapendekezo mbalimbali kwa serikali. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni pamoja na kuundwa kwa baraza la wazee ambalo litaisaidia tume ya maridhiano itakapoundwa. Nini umuhimu wa baraza la wazee katika hiyo tume? Ndugu mwandishi, mimi nataka nikwambie kitu kimoja, na ndio maana naweza kusema kwamba tume hii imekuja na mapendekezo ambayo yanaweza yakalisaidia taifa kwa kiwango kikubwa sana. Nchi hii inao wazee, watu ambao wamelitumikia taifa ili kwa uzalendo na uadilifu mkubwa sana, watu wenye track record ambazo hazitiliwi mashaka katika utendaji wao walipokuwa serikalini na hata nje ya serikali. Kwa hiyo kuundwa kwa baraza la wazee kutaweza kwa kiwango kikubwa sana, kwanza kwa namna moja ama nyingine wataweza kusaidia mambo mengi, ukiachilia mbali hata katika sekta nzima ya maridhiano ambayo tume wamependekeza kwamba yaweze kuanza katika taifa letu, kuhakikisha kwamba nchi inatengeneza utengemano, umoja, mshikamano ili tuweze kuunganisha Watanzania na waweze kuishi kama kitu kimoja. Baraza hili la wazee litakuwa tiba muhimu sana katika kushauri katika mambo yote ya msingi ambayo huenda wakati mwingine yanaweza yakawa yanaacha maswali, lakini tunapokuwa na baraza hili linaweza likaleta tija na tiba kubwa sana katika mambo mazito yanapotokea kitaifa, na yale ambayo yanaweza kuwa yako anticipated kwa mbele, wanaweza wakaplay vital role katika kuishauri serikali, katika kushauri mambo mengi ambayo yanaweza kalifanya taifa letu likaendelea kuwa na mtengamano na mshikamano. Mimi ninataka nikwambie, ukichukulia mfano, tunao wazee wastaafu katika nchi yetu, watu wenye uadilifu mkubwa. Wapo kina Mzee Karume, wapo kina Dr. Shein,
Hussein, wapo kina mzee Malechela, wapo kina mzee Mangula, wapo kina mzee Pinda, wapo kina mzee Majaliwa, watu wenye hekima na utulivu, watu kina mzee Kimiti, wapo kina mzee Butiku, wapo kina mzee Warioba, watu ambao ni resources kwa nchi, ambao tukiamua kuwatumia kama mapendekezo yalivyokuja katika itume, ni imani yangu kabisa kwamba kilichotokea Oktoba 29 hakitajirudia tena kwenye taifa letu. Nchi yetu itabaki kuwa moja, itabaki kuenziwa kama zilivyokuwa tunu na ndoto za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Karume walipounganisha mataifa haya mawili. Elibariki, muda sio rafiki sana, hebu tumalize na hili. Mheshimiwa Rais amesema ripoti ya tume ni dawa ya kuliponya taifa, na akasema ili tupone lazima dawa inywewe. Kauli hii ya Mheshimiwa Rais unaitafsiri vipi? Kauli ya Rais, kwanza nataka nikwambie ndugu mwandishi, mimi kuna kauli moja alizungumza Rais kabla ya hiyo kwa kifupi sana, ilitaka kunitoa machozi. Rais alisema anatambua mzigo ulioko kwenye mabega yake. Anatambua mzigo ulioko kwenye mabega yake, na amesema rais wetu leo alipokuwa anazungumza pale baada ya tume kutoa ripoti, Rais amesema anatambua mzigo ulioko kwenye mabega, ataubeba kwa unyenyekevu na kwa uzalendo na kwa tahadhari kubwa. Nini maneno ya rais haya ukichanganya na hicho ulichokiuliza kwamba dawa hii lazima tuinywe? Nataka nikupe majibu, ni kwamba findings zilizokutikana kwa mujibu wa ripoti ya tume leo, hatuna budi kama taifa, hatuna budi kumuunga mkono Rais Dr. Samia. Mama ambaye amezungumza leo ameonyesha uchungu mkubwa sana, anatambua mzigo, na amesema kama kuna jambo broken heart, lilivunja moyo wake, ni jambo la Oktoba 29. Kwa hiyo dawa iliyotajwa na tume kama remedy ya kutoka hapa tulipo, lazima tuinywe wa Tanzania. Lazima serikali ichambue, haijalishi iwe chungu au tamu, lazima inywewe ili kusudi taifa letu lisirudi pale tulipopaona pameleta mpasuko, jambo ambalo hata yoyote ukimpita leo mtaani hawatamani kile kilichotokea Oktoba 29, kwa sababu si tamaduni za nchi, si desturi zetu, si malezi yetu, si maadili yetu. Hayo hayakuwa mambo ya Watanzania tuliofundishwa, watoto na wajukuu wa Mwalimu Nyerere, wajukuu wa Karume. We have never been taught kuwa na hali hiyo katika maisha. Kwa hiyo rais alichokisema kwamba dawa hii lazima tuinywe, lazima kitakachokutikana kwamba ugonjwa ni huu, lazima kama kuna hatua za kuchukua kwa papachueta wa haya mambo, lazima zichukuliwe bila kuangalia nyuma. Kama kuna hatua za kuwajibisha watu serikalini ambao huenda labda walikuwa wamefanya uzembe mahali fulani, kama watakuwepo, lazima tuwajibishane ili kusudi tuhakikishe ya kwamba ndoto za kuwatumikia Watanzania na kuliacha taifa ili kuwa moja, tusiweze kuangusha matarajio ya hayati baba wa taifa aliyoko huko kaburini na mzee Karume, ambapo waliacha nchi moja. Na unakumbuka maneno ya mwisho ya Mwalimu Nyerere alipokuwa London, anasema mimi ninakufa lakini ndiye mkawaambia Watanzania walipende taifa lao kama wanavyowapenda mama zao. Naam, kwa nukta hiyo Elibariki, unawaambia nini Watanzania baada ya ripoti hii? Wito wangu kwa Watanzania, kwanza kabisa ripoti imeshatoa, tuache spinning, tuache zile habari za taharuki ambazo hazitokani na uhalisia. Tume hii ilikuwa imeundwa na watu ambao kimsingi mimi binafsi ninawaheshimu, ni watu wenye legacy, ni watu wenye heshima kwa nchi yetu. Ni waombe wa Tanzania, tuache kukubali kwa namna yoyote, kujaribu kwa namna yoyote kutaka kulibomoa taifa letu, kutaka kulidismantle taifa letu. Amani ya nchi ikitoweka, kuirejesha inaweza ikachukua zaidi ya miongo 700 kurejesha amani. Tulinde amani ya nchi yetu, tupendane, tustahimiliane na kuvumiliana, tujenge nchi yetu kwa ajili ya future ya vizazi vinavyokuja. Nakushukuru sana Elibariki Kingu. Asante sana. Wakati mwingine tukihitaji utakuja tena. Asante sana ndugu mwandishi. Nashukuru. Mtazamaji, huyo alikuwa Elibariki Emmanuel Kingu, mbunge wa jimbo la Ikungi Magharibi. Pamoja nami tulikuwa tukipitia kidogo ripoti ya tume ya Jaji Chande, na tunaendelea na taarifa yetu ya habari, na sasa tunasafiri tunaelekea kaskazini mwa nchi kule mkoani Arusha. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametoa onyo kali kwa madiwani kote nchini kuacha mara moja na siasa za makundi zinazoibuka baada ya uchaguzi, akisema zinadhoofisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuwanyima wananchi huduma stahiki. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi kutoka kanda ya kaskazini. Akifungua mkutano mkuu wa uchaguzi wa viongozi wa ALAT unaoendelea jijini Arusha, waziri mkuu amesema licha ya serikali kupeleka mabilioni ya fedha kwenye miradi ya maendeleo, migogoro ya kisiasa imeendelea kuwa kikwazo kikubwa. Waheshimiwa mamea, waheshimiwa wenye viti, kuna baadhi ya maeneo kule katika halmashauri zetu, katika majiji yetu, katika manispaa zetu, kuna wakati tunakuwa na
mizozo ambayo inatengeneza migawanyiko. Hayo si matarajio ya Mheshimiwa Rais, tuepuke hayo. Aidha, amemwagiza waziri wa TAMISEMI kuweka utaratibu madhubuti wa kudhibiti hali hiyo ili kuhakikisha rasilimali za umma zinaleta matokeo yaliyokusudiwa. Katika mkutano huo, waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe pamoja na wadau wa sekta binafsi na ALAT wameelezea mafanikio ya ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Ongeze kwa kazi kubwa wanazozifanya. Kule kwenye mapungufu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kuelekezana. Uongozi unaokuja ni kuendelea na mkakati wa kujenga jengo la kitega uchumi katika eneo letu la ALAT ambalo liko karibu na Benki Kuu pale Dodoma. Tumeendelea kutoa tija kwa wadau. Ukiangalia katika masuala ya ujumuikaji kwa jamii, tumeweza kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 katika kipindi hiki kifupi cha miaka 5. Uchaguzi wa viongozi wa ALAT unatarajiwa kufanyika leo Aprili 23, ambapo nafasi za mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya utendaji zitajazwa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naam, asante sana Jamila Omar kutoka huko Arusha. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekea upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule visiwani Zanzibar, tukaiangalia habari hii. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Kichaka Chwaka iliyopo katika jimbo la Kiwani kutatanua fursa za kiuchumi na kuongezeka kwa thamani ya maeneo yaliyopitiwa na barabara hiyo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Akikagua maendeleo ya ujenzi wa miradi ya maendeleo mkoa wa Kusini Pemba, makamu wa pili wa rais Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeshakamilisha tathmini ya ulipaji wa fidia kwa wananchi waliopisha ujenzi wa barabara hiyo. Tunaelewa kuna wananchi wanapaswa kulipwa fidia. Na habari njema kabisa, wenzetu wa Wizara ya Ujenzi wameshakamilisha kazi yao, na juzi ripoti ya wananchi hawa imeshapelekwa Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuwekewa fedha wananchi kupata haki yao kwa mujibu wa sheria na utaratibu ulivyokuwa. Kwa hiyo nilitaka niwaambie wananchi wa Chwaka kwamba lile suala la fidia litakamilika ndani ya kipindi kifupi kijacho. Naibu Waziri wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Badria Taimasudi ameipongeza serikali ya awamu ya 8 kwa kuendelea kuipa kipaumbele sekta ya ujenzi kwa kuimarisha bajeti ya wizara hiyo ambayo inawezesha kuendeleza kujenga barabara mijini na vijijini. Sisi Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi tumeshafanya tathmini ya kutembelea takriban majimbo yote ya Pemba kupitia kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Akagua ujenzi wa soko la kisasa la samaki na mboga Kengeja, Mheshimiwa Hemedi ameagiza watendaji wa tawala za mikoa kuhakikisha wanawapa kipaumbele wafanyabiashara waliokuwepo awali kabla soko hilo halijavunjwa. Hii malengo yetu hasa si biashara sisi. Malengo yetu sisi ni kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo bei, naibu katibu mkuu, zizingatiwe. Sisemi kwamba wapewe bure, hapana. Lazima wachangie, lakini bei zizingatiwe kwa mujibu wa mazingira yalivyo, kwa sababu yako maeneo yaliwekwa bei si rafiki, ukienda vikuta vyote havina mtu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuelekee katikati ya nchi kule jijini Dodoma. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameunga mkono pendekezo la kupandisha hadhi hospitali ya Benjamin Mkapa kutoka hospitali ya rufaa ya kanda kwa hospitali ya taifa, hatua inayolenga kuifanya Dodoma kwa kitovu cha huduma za kibingwa na bobezi hapa nchini. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka katikati ya nchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa bodi ya pili ya wadhamini ya BMH, Waziri Mchengerwa amesema ataliwasilisha na kulisisitiza ombi hilo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akisisitiza kuwa hospitali hiyo tayari ina viwango vya kitaifa na kimataifa vinavyostahili hadhi hiyo. Na mimi naunga mkono kwa sababu hapa ndio Dodoma, hapa ndio makao makuu ya nchi, na tunaposema Benjamin Mkapa kuwa hospitali ya taifa, maana yake sasa tunakwenda kuifanya Benjamin Mkapa kufanya kila kitu katika sekta ya afya. Awali uongozi wa hospitali hiyo wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa BMH Profesa Abel Makubi na mwenyekiti wa bodi Profesa Edward Osea, pamoja na kuliwasilisha ombi hilo, walieleza mafanikio yaliyopatikana kwa miaka 10 tangu hospitali ilipoanzishwa, huku wakiomba serikali kuendelea kutatua changamoto za watumishi, madeni na miundombinu ili kufikia hadhi ya taifa. Pia katika upandikizaji wa huduma zingine kama za figo, upasuaji wa moyo, upasuaji wa ubongo
mfumo wa mkojo ambapo tumepiga hatua sana. Hospitali yetu inakabiliwa na madeni kutoka kwa wadau mbalimbali tunaowapatia huduma zetu. Mpaka sasa hospitali hii inadai madeni ya bilioni 14.39. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kanda ya magharibi kule mkoani Tabora. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya magharibi imeteketeza vibunda 546 sawa na kilo 166.71 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokamatwa Februari 17 mwaka huu wilayani Igunga mkoani Tabora, huku watuhumiwa wanne wanawake watatu na mwanaume mmoja wakifikishwa kizimbani kwa tuhuma za kusafirisha dawa hizo. Mwanahabari wetu Adela Moses anaripoti kutoka kanda ya magharibi. Maamuzi hayo ya uteketezaji wa dawa hizo yametolewa na mahakama ya wilaya ya Igunga chini ya kifungu cha 38 kifungu kidogo cha pili, cha 3 na cha 4 hadi cha 5 cha sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya sura ya 95 marejeo ya mwaka 2023 kufuatia ombi la upande wa jamhuri katika kesi ya msingi ya uhujumu uchumi nambari 4764 ya mwaka 2026 waliofunguliwa washtakiwa hao wanne, ambapo mawakili wa jamhuri wakaiomba mahakama hii kuteketeza kielelezo hicho kwa kuwa kina madhara kwa mtunzaji na kinaharibika kila muda unavyozidi kwenda. Zoezi limeenda vizuri, tumefikia tamati, lakini iwe fundisho kwa wale waliofanya hivyo, lakini na wanaofikiria kufanya hivyo. Operesheni zetu endelevu, na maana wafahamu kabisa kwamba Igunga sio salama kwao. Kwa hiyo endapo mtu akikamatwa atachukuliwa hatua za kisheria. Ndio maana serikali ilitunga sheria kali ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ambayo inatoa adhabu ya kifungo cha maisha. Aidha, katika kesi ya msingi ya uhujumu uchumi washtakiwa ni Maige Kasawa Robi miaka 36, Nyanzala Josefu Marwa miaka 25, Mnungo Mabula Makoye miaka 38, Hamisa Athumani Huseni miaka 50, ambapo imeelezwa mahakamani hapa uchunguzi bado unaendelea na kesi hii itatajwa tena tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026, huku watuhumiwa wakirudishwa mahabusu wa kesi yao kukosa mzamana. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses. Naam, Wizara ya Madini imetangaza kupita lengo la makusanyo ya maduhuli yatokanayo na madini, ambapo hadi kufikia leo kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 111 zimeingia katika mfuko mkuu wa serikali. Tupate taarifa kamili. Mafanikio haya yametangazwa hapa jijini Dodoma na Waziri wa Madini Bwana Anton Mavunde wakati alipokuwa akifungua kongamano la fursa na mageuzi kwa wanawake kwenye sekta ya madini. Mwaka huu tumewekewa lengo la kukusanya trilioni 1 na bilioni 200. Hesabu ya leo kabla ya miezi miwili, fedha ambayo tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali ni shilingi trilioni 1 bilioni 111. Nao baadhi ya wadau wa sekta ya madini wakaeleza nini wamefanya kuunga mkono juhudi zinazofanywa na wachimbaji madini wanawake hapa nchini. Katika kipindi hiki cha miaka mitatu tumetoa mitaji wezeshi ya jumla ya shilingi bilioni 21 na marejesho ni mazuri sana. Benki ya Azania inayo akaunti muhimu kabisa ya mwanamke ambayo masharti yake ni nafuu, kwa sababu wanawake wengi wameonekana wanashindwa kutumia huduma za kifedha. Tukashirikiana kuwezesha Taoma Youth, mkaniomba rigi zimenunuliwa, mkaniomba crusher tumewapa. Napenda kutoa pongezi nyingi sana kwa wanawake wenzangu namna tunavyopambana kutafuta riziki kupitia sekta ya madini. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Asante Kuringemongi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee tena upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule kisiwani Pemba, ambapo tunaelezwa kwamba mwakilishi wa jimbo la Wawi Bakari Hamadi Bakari ameiomba Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kuongeza idadi ya walimu katika skuli ya maandalizi ya Mtemani ili kuimarisha nguvu ya ufundishaji na kuboresha kiwango cha elimu kwa wanafunzi. Huyu hapa mwanahabari wetu. Ngumza wakati wa makabidhiano ya skuli hiyo iliyojengwa kwa msaada wa mchango wake binafsi pamoja na shirika la kuhudumia watoto ulimwenguni UNICEF na kugharimu zaidi ya shilingi milioni 108.
Mwakilishi wa jimbo la Hawawi Mheshimiwa Bakari Hamadi Bakari amesisitiza umuhimu wa Wizara ya Elimu kuongeza rasilimali watu katika skuli hiyo. Tuiombe Wizara ya Elimu kwamba kituo hichi tayari kimesha kuwepo. Kuwepo kituo ni jambo la kwanza, lakini la pili ni kupata walimu wa kuweza kukiendesha kituo hichi. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashidi Hadidi Rashidi amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo katika kukuza na kuinua sekta ya elimu hapa nchini. Kwamba katika sekta ya elimu mambo ambayo yanafanyika ni makubwa, kwa sababu anajua fika bila ya elimu hatuwezi kufanya lolote kwenye nchi hii. Tukio la leo sio tu la kufungua jengo lililokamilishwa, bali ni hatua ya kuwekeza katika misingi ya kujifunza, kulea akili kwa vijana. Skuli ya Maandalizi Mtemani imejengwa kwa lengo la kupunguza changamoto za upungufu wa madarasa na kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, kutokana na magonjwa yasiyoambukizwa kuchangia takriban 70% ya vifo vyote duniani, huku magonjwa ya moyo na mishipa yakiongoza, kituo cha tiba cha Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC kinajenga mradi mkubwa wa kituo cha kisasa kwa ajili ya uchunguzi, ufuatiliaji na matibabu ya moyo, ujenzi unaogharimu shilingi milioni 25 na shilingi milioni kwa ajili ya vifaa tiba, jumla ikiwa ni shilingi bilioni 50. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutia saini makubaliano ya ushirikiano kati ya KCMC, taasisi ya shirika la Msamaria Mwema na Holbs, mkurugenzi mtendaji wa KCMC Profesa Gilead Masenga amesema makubaliano hayo ni mwendelezo wa kampeni ya kitaifa ya uchangishaji fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo na mishipa. Sisi kule KCMC tunatibu, tunafanya uchunguzi, lakini ninapokuja kutibu ya kibingwa na ubobezi wenyewe inabidi tuwalete wagonjwa hapa Dar es Salaam. Sasa ukiangalia umbali wa Dar es Salaam na Kilimanjaro ni mkubwa, si rahisi. Kwa hiyo wagonjwa wengi wanapata shida, na ndio maana tukajiona ni vizuri tuje na mpango huu. Sasa wateja wote wa Halopesa pamoja na Watanzania wengine wote tunakaribishwa na tunatiwa moyo kuchangia ujenzi wa jengo hili maalum hasa kwa ajili ya magonjwa ya mioyo, tumeambiwa hapa, pamoja na mishipa ya damu. Kituo hiki kitawezesha huduma hizi kupatikana hapa nyumbani. Pili, kituo hiki kinakwenda kupunguza vifo vinavyotokana na wagonjwa wa moyo kwa kuongeza upatikanaji wa huduma za haraka, sahihi na za kibingwa. Na mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee nyanda za juu kusini kule mkoani Mbeya. Serikali imeridhia kuanza kwa matumizi ya mwongozo wa biashara ya mazao katika mpaka wa Kasumulu wilayani Kyela unaotenganisha nchi ya Tanzania na Malawi maarufu kama Kasumulu Modo, ili kutatua malalamiko ya muda mrefu kuhusu mfumo wa stakabadhi za ghala kwa wafanyabiashara wanaonunua mazao kutoka nchi jirani na kuingiza nchini Tanzania. Mwanahabari wetu Rozi Chapewa anaripoti kutoka nyanda za juu kusini. Hii imefikiwa baada ya kuwepo kwa malalamiko ya wafanyabiashara wanaonunua mazao ya soya, ufuta na mbaazi nchini Malawi na kuingiza nchini wakitumia mpaka wa Kasumulu kushindwa kufanya biashara katika msimu wa kilimo uliopita, wakilalamikia mfumo wa stakabadhi za ghala. Kutokana na malalamiko hayo, serikali ikaunda timu maalum ya kushughulikia kero hiyo, ikishirikisha taasisi na mamlaka mbalimbali za serikali zinazohusika na masuala ya kilimo na biashara. Tunatarajia kuanzia wiki ijayo Jumatatu biashara pale katika eneo la soko la Kasumulu ianze kufanyika kupitia huu mwongozo ambao almaarufu unaitwa Kasumulu Modo. Kupitia mradi huu wa YEFA tuliweza kubaini changamoto ya biashara katika mpaka wa Kasumulu, biashara ya mazao ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa ikiwaathiri vijana. Mwongozo huo umekabidhiwa katika ofisi ya mkuu wa wilaya Kyela na kupokelewa na katibu tawala wa wilaya hiyo Sabrina Mahamudu kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo Josephine Manase. Kwa mfanyabiashara yote ambaye atakayetamani kuanza kufanya biashara kutoa mazao kutoka Malawi kuingiza Tanzania,
anatakiwa aingie kwenye mfumo huu wa Kasumulu Modo kwa kufuata taratibu. Lakini mpaka hapa tulipofika, kutoka 80% kwa mazao ambayo sio mali ya Tanzania bali ni mazao yanayozalishwa sehemu nyingine kuja kufanyia biashara hapa, naona kama kuna dalili nzuri. Humo ambacho kilikuwa tunajadiliana kipengele cha tozo, ambapo tunashukuru upande wa serikali waliweza kutuelewa wafanyabiashara. Cha kwanza ni washukuru kwanza watu wa AGCOT pamoja na serikali. Kutoka hapa katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Na mtazamaji, tungali tukisafiri na wewe katika maeneo mbalimbali tukiangazia matukio mbalimbali, na kwa taarifa hiyo ya Rose Chapewa kutoka kule Kyela mkoani Mbeya ndiyo inatupatia fursa sasa ya kuvuka mipaka ya nchi, huko nako tukaangalia japo kwa uchache, na katika eneo hili msimulizi wetu wa habari za kimataifa anakuja hapa. Katika upande wa kimataifa, Tanzania hili ambapo Umoja wa Ulaya umetangaza kuwa watatoa kiasi cha euro milioni 275 kama msaada wa kiutu kwa ajili ya watu wanaoishi katika maeneo yenye migogoro Afrika Magharibi na Afrika Kati. Mataifa yaliyotajwa kuwa yatapokea msaada huo ni yale yanayokabiliwa na mizozo, ukosefu mkubwa wa chakula na wimbi kubwa la wakimbizi, ambapo kwa upande wa Chad utapokea sehemu kubwa zaidi ya mgao huo ikiwa na zaidi ya euro milioni 72 na euro milioni 75 zimetengwa kushughulikia migogoro mikubwa ya njia huko Sahel ya kati. Kwa upande wake Nigeria itapokea euro milioni 33 kutokana na kile Ulaya ilichokitaja kuwa migogoro mbaya zaidi wa chakula katika miaka ya karibuni, huku nchi nyingine zitakazopokea fedha hizo ni Jamhuri ya Afrika ya Kati, Cameroon na Mauritania. Mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi yakiwemo Benin, Ivory Coast, Ghana na Togo yatapokea pia sehemu ya msaada huo, kwani Ulaya imesema msaada wake unaonyesha dhamira yake kukabiliana na hali mbaya ya kiutu barani Afrika. Na huko London, Uingereza na Ufaransa zimeafikiana kuhusu mkataba mpya wa miaka 3 unaolenga kukomesha uhamiaji haramu kwa njia ya mkondo wa bahari unaopita kati ya mataifa hayo, ikiwa tangazo hili limetolewa wakati Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer akikabiliwa na shinikizo la kisiasa la kudhibiti uhamiaji. Kulingana na taarifa iliyotolewa na pande zote, Ufaransa imeahidi kuongeza maafisa wa kuwadhibiti wahamiaji kwa zaidi ya 50% hadi kufikia maafisa 1400 ifikapo mwaka 2029, ambapo itatumia teknolojia zaidi za ufuatiliaji kama drone na helikopta. Mkataba huo unatokana na miezi kadhaa ya mazungumzo, ambapo London imesisitiza masharti magumu zaidi baada ya kuishutumu Ufaransa kwa kutoweka juhudi za kutosha kuwazuia wahamiaji wasio na vibali, ambapo imeahidi kutoa zaidi ya dola milioni 800, huku takriban robo ya fedha hizo zikitegemea mafanikio kwa kudhibiti wahamiaji yatakayokaguliwa kwa pamoja kila mwaka. Lulu Ali, kimataifa. Naam, ni mwandishi wetu Lulu Ali ambaye ametupitisha katika uga wa kimataifa namna hiyo. Naam, ni hayo tu usiku wa leo katika habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hamisi Mkote, rubani wako, na kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Onesta Molel. Endelea kuangalia Channel 10. Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Ni wasaa habari za michezo. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema michezo nchini ikiwemo mchezo wa ngumi iwe ni sehemu ya ajira ambayo ikitumika vyema na kutangazwa vya kutosha itazalisha ajira kwa vijana, kwa kuwa michezo ni ajira kwa sasa kutokana na uwepo wa vijana wengi waliojiajiri katika sekta hiyo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Waziri Makonda ameyasema hayo wakati alipotembelea eneo litakapofanyika pambano la masumbwi msimu wa 8 la knockout ya mama linalotarajiwa kufanyika tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu katika kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo ameeleza umuhimu wa sekta ya michezo kwa sasa inazalisha ajira nyingi kwa vijana. Tutumie michezo hii kutufanya tuwe wamoja. Michezo hii ikatumike kutambulisha vipaji na vipawa tulivyo navyo. Michezo hii kabadilike kuwa uchumi. Kwa kupitia hili jambo, hakikisheni vijana wa mitandao ya kijamii wanashiriki. Kwa mfano kama siku ya Alhamisi, hata leo usiku wanapokuja mabondia wachukueni waende.
wajue bondia anakuja kutoka wapi, watamprofile huyu ni mchezaji wanga, ana mikanda mingapi, amepigana mara ngapi, na tunamleta hapa Tanzania. What are we expecting from him? Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Hiyo ni kuelekea knockout ya mama ambapo shughuli itakuwa ni hapo kesho. Kwingineko ni kwamba nyota 27 wa timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 maarufu kama Tanzanite Queens wameitwa kwa ajili ya maandalizi ya michezo miwili ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Cameroon, na michezo mingine utapigwa ambapo mechi ya kwanza itapigwa tarehe 2 na tarehe 10 mwezi Mei mwaka huu. Taarifa zaidi tuungane na mwanamichezo wetu. Kikosi cha timu ya taifa ya wanawake under 20 Tanzanite Queens kinachotarajia kuingia kambini kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Kameruni kimetangazwa na kocha mkuu Bakari Shime wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kikosi ambacho kina mchanganyiko wa wachezaji wanaosakata kabumbu ndani na nje ya nchi, huku kocha mkuu anaeleza ugumu wa mchezo huo ambao ni kumbukizi ya Tanzania kuiondoa Kameruni kwa mashindano yaliyopita. Na timu ambayo ni imara kwenye upande wa wanawake, na ni kweli umekuwa mfuatiliaji mzuri, wamekuwa wakishinda kwa magoli mengi kwenye kategori zao zote wanapocheza nyumbani. Lakini tuna rekodi pia, mara ya mwisho tumeweza kuwafunga nyumbani kwao magoli mengi na tukapata nafasi ya kwenda kwenye World Cup. Hii mechi ni mechi ya kisasi. Mwaka 22 tuliweza kuwatoa wao na tukaenda kwenye World Cup na tumeanguka kwenye mikono yao tena. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wachezaji wanafahamu, sisi tunafahamu ugumu wa mechi kwa sababu tulishaipitia tayari kwamba tunacheza na mpinzani ambaye ni bora. Kikubwa kwetu, nimezungumza awali, tunakwenda kuichukua mechi ije Tanzania. Kuichukua mechi Tanzania maana yake ni kwamba tupate ushindi, itakuwa ni jambo bora sana. Tukipata sare ni jambo bora, ama kupoteza kwa margin ndogo ya magoli ili mechi ije nyumbani. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Asante Nikodem Arajiga kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya sanaa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Dr. Emmanuel Ishengoma amesema serikali inaendelea kuweka mazingira mazuri ikishirikiana na wadau ili kuhakikisha wasanii wanapata maslahi yao kulingana na kazi wanazozifanya kupitia mirabaha. Dr. Ishengoma anaamini huu ni wakati kwa wasanii kupata wanachostahili kulingana na kazi yao, huku kaimu mtendaji mkuu wa KOSOTA Naomi Mungure akisema taasisi yake imezipanga kuhakikisha wasanii wananufaika kupitia kazi zao. Tunamuona Mheshimiwa Rais alivyo na roho ya wazi ya upendo kwetu ya kuhakikisha tunanufaika na tunaendelea kuwa kitovu cha ubunifu Afrika kupitia mirabaha, makusanyo hayo kupitia tozo ya haki miliki, mafedha mengi kupitia mikopo. Tunaona utayari wake na serikali yake kwa kutusaidia sisi kama wabunifu kufikia malengo yetu. Sasa tuna kampuni mbili kwenye upande wa muziki. Tunasoma Society of Music Advocates ambao wanatoa leseni kutokana na matumizi ya kazi za muziki, lakini tuna kampuni nyingine ya Tandris. Mkurugenzi wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion, Mohamed Haji, amesema ataendelea kujitoa kikamilifu katika kusaidia na kuendeleza wanamichezo nchini kwa lengo la kuinua kiwango cha michezo na kuibua vipaji vipya. Akizungumza wakati wa mapokezi ya mwanariadha nyota Alphonse Felix Simbo aliyerejea kutoka nchini Marekani baada ya kumaliza nafasi ya pili katika mbio za Boston Marathon, Mohamed Haji amesema kuwa juhudi zake zitalenga kuwapa wanamichezo fursa zaidi za kufikia mafanikio makubwa katika medani za kimataifa, huku akimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza sekta ya michezo pamoja na kuhamasisha maendeleo ya vijana nchini. Kama wadau ambacho nataka kukizungumzia bado ni kuendelea kusapoti wanariadha, na sio wanariadha peke yake, ni kusapoti pale ambapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anapoona yeye anahitaji kusaidiwa na wadau. Sasa sisi kama wadau wa michezo, kwa njia moja ama nyingine, haya ambayo amekuja kuyafanya leo Felix Simbo ni yale ambayo tulikuwa tunayategemea before, kwa maana kwamba sasa hivi tunaona yale matunda, na naamini kwamba ushindi huu kuna mazuri ambayo yanakuja. Mashindano ya michezo yanaendelea mkoani Njombe kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi mwaka 2026 yameendelea kushika kasi kwenye viwanja tofauti, huku ushindani wa timu
ukiwa kivutio kikubwa kwa watazamaji. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Mbalimbali kutoka taasisi za umma na binafsi zimekuwa zikionyesha kiwango cha juu cha ushindani katika michezo tofauti inayofanyika kwenye viwanja mbalimbali mkoani hapa, jambo linalozidi kuvutia mashabiki wengi kujitokeza kushuhudia burudani, huku baadhi ya washiriki wakieleza matarajio ya michezo hiyo katika kuibua vipaji vya wachezaji. Tunatarajia Wizara ya Ujenzi kuibua pia vipaji kwa watumishi. Mathalan, sasa tuna kijana wetu ambaye yupo chini ya wizara katika taasisi ambaye yeye ni mrusha tufe. Mwaka jana alirusha tufe na akavunja rekodi. Kama unavyoona morali iko hali ya juu kabisa, hali ya hewa inaruhusu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu na tunaamini kwamba tunaendelea kufanya mazoezi na tutafanya vizuri kwa sababu tumejiandaa vyema. Yanaibua vipaji kwa wanariadha kwa kipaji kikubwa. Kuna mwingine anakuja kukibukia hapa, anasema ngoja nijaribu. Akiamini kwamba inawezekana, hajui, lakini akishakimbia akikompete anajiona anaweza. Zungumza kuhusu maandalizi hayo, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Roslyn Masamu amesema kuwa kila kitu kinaendelea vizuri na washindi watatangazwa na kukabidhiwa zawadi siku ya kilele cha Mei Mosi. Michezo inayoshindaniwa iko 12: mpira wa miguu, mpira wa wavu, mpira wa kikapu, netball, baiskeli. Siku ya leo tuna furaha kubwa sana kwa sababu tumeibuka kwa ushindi dhidi ya timu ya Ujenzi Sports Club. Kutoka mkoani Njombe, mwanamichezo wako Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Njombe. Waliojisajili kushiriki mbio za Tulia Marathon mkoani Mbeya wametakiwa kutumia siku zilizobaki kuelekea kwenye mbio hizo kutambua njia zitakazotumika kwa ajili ya kukimbia ili wasithamini na kupelekea malalamiko kwenye mbio hizo. Taarifa zaidi na Epimakus Apolinari kutoka Mbeya. Akizungumza na waandishi wa habari, mratibu wa Betika Mbeya Tulia Marathon Ruiza John amezitaja barabara zitakazotumika siku ya marathoni na kusisitiza washiriki kuzitambua mapema barabara hizo. Njia haioni, sijui njia imeenda vipi, amepotea. Hatutaki malalamiko ya aina hiyo. Tunaomba washiriki wote wafike hapa uwanja wa Sokoine, tuwaelekeze njia vizuri ili waweze kukimbia kwa uzuri zaidi. Na wale wenye magari, bajaji, pikipiki, basi tunaomba wawe makini watakapokuwa wanaona wachezaji wetu wakikimbia. Tunaboresha miundombinu ya elimu na afya. Mwenyekiti wa klabu ya Tulia Trust Jogging Gabriel Mwaisanira ameviomba vilabu vyote vya jogging vilivyopo mkoani Mbeya na nje ya mkoa wa Mbeya kushiriki mbio za utangulizi tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka huu. Sana kwamba waje sasa washiriki kwenye ruti ya mwisho wa mwezi ambayo itaenda kwa jina la Betika Mbeya Tulia Marathon. Ripoti kutoka katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine zinapoenda kufanyika mbio za riadha za Betika Tulia Marathon hapa jijini Mbeya. Ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimakus Apolinari, Channel 10. Taarifa ya Epimakus Apolinari inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Nyota wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal anatarajiwa kuwa nje kwa msimu uliosalia wa La Liga kutokana na jeraha, huku akitarajiwa kurejea tena uwanjani kuelekea michuano ya kombe la dunia. Lamine Yamal alijeruhiwa alipofunga penati iliyoipa ushindi Barcelona wa goli 1-0 dhidi ya Celta Vigo na kuendeleza uongozi wao kileleni mwa msimamo wa ligi kuu nchini Hispania kwa tofauti ya alama 9. Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 18 kwa sasa alifunga bao dakika 40 katika uwanja wa Spotify Camp Nou baada ya kuangushwa katika eneo la hatari na nyota Joel Lago. Kukosekana kwake inatajwa kuwa ni pengo kwa Barcelona katika michezo ya La Liga iliyosalia, ikizingatiwa katika mbio za ubingwa msimu huu, huku wakikaribiwa na alama na wapinzani wao Real Madrid. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamed kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa, na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Ni kuache na utabiri wa hali ya hewa kwa session zijazo, kisha atarejea hapa Hamisi Mkotia kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo. Uhari gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Picha za satellite kwa mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu ya kiasi yalionekana katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na sehemu chache za nyanda za juu kusini magharibi.
Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya umwambao wa pwani yetu ya bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutujwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, sehemu nyingine zikitujwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na upungufu mkubwa wa viashiria vya mvua ni katika maeneo mengi ya nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kwa upande wa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mkoa wa Ruvuma kuna hali ya mvua katika maeneo machache, ilhali mkoa wa Tabora, Singida na Dodoma kuna hali ya ukavu, na nyanda za juu kusini magharibi kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, na sehemu nyingine zote za nchi zikitajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Na mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu ndio ambao unatukamilishia taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Nimshukuru Lulu Ali ambaye alikuletea habari za kimataifa, na hivi punde Eden Bahati ametoka kukujuza yale yaliyojiri huko viwanjani. Na kwa kipekee kabisa ni kushukuru mtazamaji popote ulipo kwa kuichagua Channel 10 na kuendelea kufuatilia matangazo haya. Kwa niaba ya Onesta Molel, mkalimani wa lugha alama usiku wa leo, mimi ni Hamisi Mkoti, rubani wako, na mimi na kuacha na muhtasari wa habari. Asante na kwaheri kwa sasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan apokea ripoti ya tume ya Jaji Othman Chande na akiahidi kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa, ikiwemo kuunda chombo maalum kwa ajili ya kutambua waliopanga, kuratibu na ufadhili matukio ya vurugu zilizojitokeza. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya yateketeza kilo 166.71 za mirungi zilizokamatwa mnamo Februari 17 mwaka huu wilayani Igunga mkoani Tabora. Umoja wa Ulaya watangaza msaada wa fedha kwa ajili ya kuwahudumia watu wanaoishi kwenye maeneo yenye migogoro ikiwemo Afrika Magharibi na Afrika ya Kati. Na katika michezo, nyota 27 wa timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 20 waitwa tayari kuingia kambini kuiwinda timu ya taifa ya Cameroon, mchezo wa kuwania kufuzu kombe la dunia.